inakwenda kutokea baada ya ligi kuu ya Tanzania bara NBC kutamatika kwa msimu 2024-2025. Tunafahamu ya kwamba tupo kwenye kipindi ambacho zipo kampeni zinaendelea chini kwa chini kuhusu uchaguzi wa TFF, na mimi sitaki kuzungumza huko kwa sababu tunafahamu uchaguzi wa TFF hauna tofauti na uchaguzi wa CCM na Chadema kwa maana ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo tuachane na mambo ya uchaguzi wa TFF, unawahusu wao na ma-endorsement ambayo tayari yameshachukuliwa na mtu mmoja, na hii ni ishara kwamba basi mgombea wa urais anaweza kawa ni Mheshimiwa Wallace Karia kama hataamua kujiachia ama kuachia nafasi hiyo kwa mara nyingine tena. Mimi nitaka tuende moja kwa moja tukuzungumze kuhusu kile ambacho kinaendelea kwenye ligi kuu ya Tanzania bara NBC, hasa mwisho ambapo ligi inatamatika. Kuna tuzo, nani atakuwa mchezaji bora, beki bora, kiungo bora, au katika timu bora ya msimu yenye imeonyesha kiwango bora kweli kweli mpaka sasa hivi. Kwa mujibu wa wachambuzi nguli wa soka Tanzania, nikimnukuu Wilson John Oluma, yameweka wazi na bayana ya kwamba MVP kwa msimu huu anapaswa kuwa Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua ndiye mchezaji ambaye ameonyesha performance bora zaidi kwa msimu huu 2024-2025. Hivyo anastahili kuwa MVP kwa maana ya mchezaji bora wa msimu. Amehusika kwenye magoli 20 plus mpaka hivi sasa, akiwa na rate kubwa zaidi ya performance bora, akiwa man of the match mara 7, mara nyingi zaidi ya mchezaji yeyote wa ligi kuu ya Tanzania bara, El Professor Pacome Zouzoua. Kwa mujibu wa Wilson John Oluma, takwimu zinaonyesha hivyo. Pacome Zouzoua anastahili kuwa MVP, na kwako wewe kwa namna ambavyo umetazama kiwango bora cha Pacome Zouzoua, anastahili kuwa MVP kwa msimu 2024-2025. Tuweke maoni yako chini ya comment section. Tuachane na Pacome Zouzoua, twende top scorer. Top scorer hiyo haina upinzani, hiyo haina kipingamizi kwamba katika mechi zilizosalia kuna uwezekano mkubwa Jean Charles Ahoua akawa top scorer kwa msimu 2024-2025 ama Lionel Christian Ateba. Hawa ni wachezaji wawili ambao wanaweza wakatokea Simba. Yaani kiufupi tuseme kwamba MVP atatoka Young Africans na top scorer kuna uwezekano mkubwa akatokea Simba Sports Club kwa wanarunyasi. Tuachane na top scorer, twende kwa mchezaji bora kiungo namba 6. Mchezaji bora kiungo namba 6, sio MVP, kwa maana MVP ni mchezaji bora wa msimu kwa wote. Tunarudi kwa mchezaji bora kiungo namba 6 alionyesha performance bora zaidi. Binafsi to me na enda na Yusuf Ali Kagoma kutoka Simba Sports Club. Bwana mdogo ameonyesha performance bora sana msimu huu. Namna ambavyo holding midfield inapaswa kuchezwa, namba 6 ndivyo inatakiwa kuwa mchezaji mgumu zaidi. Yani alipo upo, mguu upo, hakuna kupita mtu. Ndicho ambacho anakifanya Yusuf Ali Kagoma. Kwangu mimi naondoka na Yusuf Ali Kagoma, beki bora wakati. Hapa ndo penyewe, beki bora wakati bila kupepesa. Tumeona kiwango bora cha bwana mdogo Abdrazak Hamza, lakini tumeona kiwango cha Chefondo Malone, tumeona kiwango cha Ibra Baka wa Young Africans, tumeona kiwango cha Bakari Nondo Bomnyeto, lakini super captain, fantastic big brain defender Dickson Job inaondoka naye katika eneo hili la beki bora wa msimu tena kwa mara nyingine 2024-2025, kutokana kwamba amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha performance ya hali ya juu zaidi. Dickson Job akiwa anacheza eneo la kati kwa maana defenders. Yaani katika ulinzi wa ligi kuu NBC, hata wao ukiwauliza ni beki gani ambaye kwa msimu huu anastahili tuzo beki bora wa msimu, hawatasita kumtaja bwana Dickson Job, big brain defender. Tukiachana na safu ya ulinzi, tunakwenda kumtazama mchezaji bora kijana. Kwa mujibu wa tuzo, tunafahamu kuna tuzo inatolewaga kwa mchezaji bora kijana, na bila kupepesa macho mchezaji bora kijana anaondoka nayo Clement Mzize kutoka Young Africans, kwa sababu ameonyesha kiwango bora sana msimu huu akiwa na magoli 12 plus kwenye ligi kuu ya Tanzania bara. Kiachana na assist, ni mchezaji mdogo, umri mdogo, ambao ameonyesha performance ya msimu uliopita ni tofauti na performance ya msimu huu kulingana na time ambayo amekuwa akipata, kwa maana dakika ambazo amepata kwenye kikosi cha Young Africans. Hii imedhihirisha ni kijana ambaye anakuwa, lakini anakuwa katika mwelekeo mzuri zaidi. Kwa hiyo tuzo ya mchezaji bora kijana haina pa kwenda zaidi kwa Clement Mzize, ambaye tuzo hii inamstahili zaidi.
mwisho kwangu mimi, kwa tuzo ambazo naziona ni muhimu na kubwa zaidi, nani ataingia kwenye kikosi bora cha msimu? Twende kwenye tuzo ya golikipa bora wa msimu. Tunafahamu kwa golikipa bora wa msimu tuzo zinakwenda na clean sheet, yani kigezo nambari 1 cha kuchukua golikipa bora wa msimu huwa kinaanzia kwa mlinda mlango. Tunapoanza kwa mlinda mlango, tunamtaja ana clean sheet ngapi, ameweza kutunza clean sheet ngapi. Mpaka sasa takwimu zinaonyesha Musa Pinpin Kamara yuko juu ya Djigui Diarra, lakini pia Djigui Diarra yuko nyuma akishika nafasi ya pili ya Musa Pinpin Kamara. Hapa hatuwezi kumpa golikipa bora Musa Pinpin Kamara wala Djigui Diarra kwa sababu tunafahamu ya kwamba bado mechi mbili. Young Africans na Dodoma Jiji, Simba Sports Club na Kagera Sugar. Alafu baada ya hapo kuna dabi ya Kariakoo. Ina maana katika hizi mechi mbili zilizosalia, Musa Pinpin Kamara akipoteza mechi zote mbili, akiruhusu kufungwa kwa maana nyavu zake kutikiswa, atakuwa amepoteza sifa ya kuwa golikipa bora wa msimu tayari. Na Djigui Diarra katika mechi mbili zilizobaki, akipoteza au kiruhusu nyavu zake kutikiswa mechi moja tu, atakuwa na yeye amepoteza rasmi kwenye kinyang'anyiro cha golikipa bora wa msimu. Tunafahamu Tanzania tunatoa tuzo ya golikipa bora wa msimu kwa kufuata ana clean sheet ngapi. Hiki ni kigezo kikubwa ambacho watu wengi huwa wanakiconsider. Ndio maana nasema katika mechi mbili zilizosalia kwa Yanga na Simba, kwa sababu timu zingine zote zimebakisha mechi moja, Yanga na Simba bado mechi mbili. Simba anacheza dhidi ya Kagera Sugar, Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo basi katika mechi hizo, iwapo Musa Pinpin Kamara akaruhusu nyavu zake kutikiswa katika mechi hizo zote, kwa maana dhidi ya Kagera Sugar na dhidi ya Young Africans, atakuwa amepoteza sifa ya kuwa mlinda mlango bora wa msimu. Lakini kama Djigui Diarra kwa upande wake yeye akiweza kutunza hizo mechi mbili zote na kule akapoteza Musa Pinpin Kamara, Djigui Diarra anarejea kuwa mlinda mlango bora kwa msimu. Lakini kama pia Djigui Diarra akiruhusu nyavu zake kutikiswa mechi moja pekee katika hizo mechi mbili zilizosalia, ni wazi kwamba hataweza tena kumfikia Musa Pinpin Kamara katika tuzo ama clean sheet, na hivyo itakuwa tuzo ya goalkeeper bora au mlinda mlango bora wa msimu 2024-2025 itakwenda moja kwa moja kwa Musa Pinpin Kamara kutoka Simba Sports Club. Lakini kama Simba Sports Club msimu huu watakosa ubingwa, litakuwa ni pigo kubwa zaidi, kwa maana walijiandaa, walitaka kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika, wamefeli, wamepoteza pia CRDB Federation Cup na ngao ya jamii pia walipoteza. Hii inaonyesha namna gani msimu huu hautakuwa msimu bora, pamoja na kwamba malengo yao walivyoanza msimu ilikuwa ni kujenga timu, lakini kujenga timu ambayo inahitaji kubeba na vikombe. Ina maana kwa ujumla Simba Sports Club watakuwa wamefeli. Hizo ndizo tuzo ambazo tunakwenda kuziangazia mwisho wa msimu. Kwa maoni yako, wewe unaona ni mchezaji gani anastahili kupokea tuzo hizi kwa mujibu ambavyo tumezizungumzia hapo? MVP, Pacome Zouzoua, top scorer, chukue nani, beki bora, kipa bora, lakini pia mchezaji bora kijana. Charles.